Ni kusalimu na nikukaribishe kwenye mafundisho ya leo. Leo tunataka tuangalie kwa nini ndoa nyingi zinavunjika na ni nini chanzo cha matatizo mengi yanayozikumba ndoa za siku hizi. Ukikaa ukatafakari utagundua wengi leo wapo kwenye ndoa lakini hazina misingi. Wengi leo wapo kwenye ndoa lakini ni kama hawaishi kwenye ndoa. Wengi wapo kwenye ndoa lakini kama vile wameachana. Wengi wapo kwenye ndoa ambazo wale wahusika hawazungumzi pamoja, wamegeuka maadui, au wanalala vitanda tofauti, au hata kusalimiana hawasalimiani, hata kula chakula hawali chakula. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanaendelea kwenye ndoa. Lakini kumbuka, kipindi unataka kuoa, kikubwa ulichotakiwa kujua ni kwamba ndoa ni kitu cha milele ambacho umejiingiza kwacho. Sasa baada ya utafiti nikagundua wanaume wengi wanapotaka kuoa, wanachokitanguliza cha kwanza ni ana umbo zuri, huyu mwanamke anavutia kiumbo. Lakini wanawake wengi wanachokimbilia, je, huyu yuko vizuri kiuchumi? Hayo ni mambo ambayo baada ya utafiti nikagundua. Ukiwa unamchumbia mwanamke, cha kwanza ataanza kufuatilia ukoje kiuchumi, maisha yako yakoje, yani analenga zaidi, na anapogundua kiuchumi hauko vizuri, hicho huenda kiwe ni kikwazo kwake kuanza kusumbua hata kutolewa kwako, hata kama wewe ni mtu unayemcha Mungu. Lakini kwa wanaume pia, wanapogundua ni kama una kasoro kwenye maumbile, wataanza kudoubt, na mwisho wa mwisho mahusiano yale yanaweza kuvunjika. Lakini wanachoshindwa kuelewa ni kwamba ndoa haijengwi kwa umbo, lakini kwa utajiri wa kimwili, bali ndoa kwanza inaanza rohoni, kwa kuzingatia kanuni za Mungu kama zinatembea ndani ya ndoa ile. Yani nikiwa na maana gani? Kanuni ya kwanza unayotakiwa kuangalia ni yule ana uhusiano gani na Mungu kwanza. Kitu ambacho kinaweza kumfanya mwanaume au mwanamke awe na uaminifu kwako si kiwango cha fedha alichonacho, au si kiwango cha uzuri alichonacho mwanamke, bali ni kiwango cha uaminifu wake kwa Mungu alichonacho. Mtu mwenye uaminifu kwa Mungu atakuwa mwaminifu kwenye mambo mengi, kwa sababu neno la Mungu linamfundisha mtu kuwa mwaminifu si tu kwa Mungu. Maana ukiwa mwaminifu kwa wanadamu na kwa Mungu, hicho ndicho kinachomaanisha mtu kuwa Mkristo, kuwa mtu anayempenda Mungu na kutembea na Mungu. Leo ndoa nyingi zina wake zaidi ya moja. Leo kuna ndoa nyingi ambazo hazina mwelekeo, ni kwa sababu wameshindwa kutambua hilo. Hata mataifa ambayo hayamwamini Mungu, wanaamini msingi wa ndoa unapokuwa mzuri na upendo ukawepo, ina maana zile ndoa zitajenga familia yenye matunda. Ukifuatilia vizuri ndoa, hata kama hawajaanza kumwamini Mungu, ile yenye upendo kati ya mume na mke, asilimia kubwa ile ndoa unakuta imefanikiwa na watu wake wanafanikiwa. Kwa hiyo cha kwanza unachotakiwa kuangalia unapoenda kumchumbia mtu, angalia, je, ana uhusiano gani wa kwanza na Mungu? Anampenda Mungu kwa moyo, akili na fahamu zake zote? Wengi hatutafuti mapenzi ya Mungu kujua anasema nini juu ya mahusiano. Baada ya utafiti nikagundua karibu ndoa nyingi ambazo zimedivorce ni wale watu ambao hawaruhusu kanuni za neno la Mungu kuongoza. Wengi wanajifanya ni Wakristo, wengi wanajifanya ni watu wanampenda Mungu, lakini hawafuati kanuni za Mungu. Ndio maana unakuta ni ndani ya ndoa lakini mwanaume anachepuka. Ni ndani ya ndoa mwanamke anachepuka, anazini nje ya mahusiano. Huo wote ni uchafu na ni misingi inayoharibu ndoa.